للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات بينات إنه القرآن حيث المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ndugu watazamaji, karibuni katika kipindi hiki cha Al-Bayinat. Al-Bayinat ni kipindi ambacho mashekhe wanatoa tafsiri ya Qur'ani kwa ufupi na kubainisha kwa ufupi vile vile ahkamu zinazopatikana na Qur'an ndani ya Qur'ani kuweza kutoa faida. Na leo biidhnillahi taala tutaanzia katika aya 130 ndani ya suratu Al-An'am inshallah. Mujaddada, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu mtazamaji, biidhnillahi taala tukiwa tunaendelea katika tafsiri ya suratu Al-An'am ambayo ni aya 130, na bado aya zinaelezea kuweza kuwaita viumbe wawili ambao Allah amesema kwamba ni thaqalani, majini na watu. Wa ya ma'ashara al-jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Walio aya hizi inaonekana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala bado akiwaita na kuwapelekea katika maukifu ya siku ya kiyama wanapokuwa na kuwahoji, na hivyo hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada hapo utakuta kwamba aya zinakuja kuelezea namna gani vipi ilikuwa mwisho wa watu ambao walikuwa wanafanya ukaidi na zikionyeshea ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili laja linatokana katika kipindi chetu cha leo, tukaenda kwenye aya kuanzia ya 130 mpaka inawezekana kufika kwenye aya ya 135, kwa sababu ndio aya ambazo zimeshikana, lakini wakati mwingine kipindi kinajitanua chenyewe mpaka inawezekana wanashindwa kuweza kukontrol. Lakini makadirio leo tunaweza kusoma aya hizi ambazo kwa kwenye aya ya 35 bila matano. Naam Sheikh, nianze na Sheikh Said. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Ta'ala ya ma'ashara al-jinni wal ins, enyi makundi ya majini na watu, wenye kongamano la majini na watu. Alam ya'tikum rusulun minkum, je, hawakukujieni au hawakukufikieni mitume miongoni mwenu, yani wanadamu kama yani jinsia yenu, yaqussuna alaykum ayati, wanaokusomeeni au wanaokusemulieni aya zangu, wayundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, na wanaokuonyeni makutano ya siku yenu hii. Na hii ni maana kwamba watakapokuwa sasa wanapelekwa kwenye adhabu na wakawa wanalalamika, ndipo hapo Allah subhanahu wa ta'ala kupitia malaika wake atawauliza, imekuwaje hawakujieni mitume miongoni mwenu? Na pia pamoja na hayo mitume wanakuwa tu ni katika jamii ya wanadamu, hakuna mitume majini, lakini kwa sababu ujumbe unawafikia wote, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza wote kufikia ujumbe huo. Qalu shahidna ala anfusina, watasema tumeshuhudia juu ya nafsi zetu,
yani kwamba sisi wenyewe ndio tumefanya makosa. Wa gharratuhumul hayatu dunya, na yaliwadanganya maisha ya dunia, kwa sababu siku zote kinachopelekea hawa thakalaini, wanadamu pamoja na majini, ni maisha ya dunia ndio wanawadanganya. Washahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, na watashuhudia juu ya nafsi zao kwamba kweli wao walikuwa ni makafiri. Dhalika, haya ambayo Mwenyezi Mungu ameletea habari kwamba atafanya, allam yakun rabbuka muhlika alqura, hakuwa Mola wako mwenye kuangamiza miji au kuangamiza watu wa miji, bidhulmin wa dhulmatu wa ahluha ghafilun, na hali ya kuwa watu wake, yani watu wa miji hiyo wameghafilika, kwa maana hawajafikiwa na mitume. Yani wama kunna muadhibina hata nab'atha rasula, hatakuwa wenye kuadhibu watu mpaka tutume mitume. Walikullin darajatun mimma amilu, na wote hao watakuwa na daraja sawa kwa yale walioyafanya, kwa maana kwamba kila mmoja atalipwa kwa kadiri ya kile alichokifanya, hatozidishiwa wala hatopunguziwa. Wama rabbuka bighafilin amma ya'malun, na Mola wako si mwenye kughafilika na yale yote wanayoyafanya viumbe. Wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma, na Mola wako ni mkwasi, yani mwenye kujitosha, hakuna hitajio lake kwa mwanadamu au katika ibada zao. Dhur rahma, mwenye rehma, kwamba rehma yake ni pana, na kama ilivyo katika hadithi kwamba rahmati tasbiku ghadabi, rehema yangu inatangulia ghadhabu zangu. In yasha yudhhibukum, kama akitaka atakuondosheni wote, ikiwa hamtaki kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala kuitikia wito wake. Ikiwa mwenyewe ataamua kuangamizeni, atakuangamizeni wote, awaondoshe. Wayastakhlif min ba'dikum ma yasha, na awalete baada yenu wale anaowataka au wale anaowapenda. Kama anshaakum, kama alivyokuumbeni nyinyi ambao mnaasi hivi sasa, min dhurriyyati qaumin akharin, kutokana na kizazi cha watu wengine, sio wale alioangamiza. Naam. Naam, Sheikh Nasr. Naam. Naam, bismillah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Innama tu'aduna la'at wama antum bimu'jizin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema kwamba hakika yale ambayo mnayoahidiwa kwamba mtafufuliwa na mtalipwa, la'at, yanakuja, hayana mashaka. Tafufuliwa na mtalipwa kwa kile ambacho mnachostahili. Wama antum bimu'jizin, na nyinyi hamtaweza hata kidogo kuliepuka hilo au kulishinda hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafisheni, kisha atawafufueni, na mtakuwa ni wenye kulipwa ima kwa wema au kwa uovu ambao mliofanya. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake, qul, sema ewe Muhammad, ya qaumi i'malu ala makanatikum, enyi watu wangu, fanyeni matendo yenu kwa hali zenu hizo mlizokuwa nazo. Fanyeni kutokana na ile hali yenu, kwa maana kwamba tendeni matendo yenu mnayotenda ya shari, lakini hamtaweza kudhuru lolote. Inni amil, hakika yangu mimi natenda matendo yangu ya kheri. Fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatu dar, mtakuja kujua tu nani hasa atapata mwisho mzuri, kuipata nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni pepo. Innahu la yuflihu dhalimun, hakika hali ilivyo ni kwamba wale madhalim, wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wenye kufanya maasi, hao hawatafaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hizi aya naona kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaona kwamba majini nao wataingia peponi,
Yani je, wao wakiingia peponi watakuwaje kwa wanaonekana kwa sababu wapo ambao ni viumbe wema katika majini. Na ndio mpaka utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafautisha baina ya hizi naye majina. Kiitwa shetani, huwezi kusema a'udhu billahi minash jinn bila kuweza kumtaja kwa aina gani. A'udhu billahi minash shaitani. Sema shetani maana yake ni Mungu. Sema jini maana yake ni mtu kwamba haonekani. Waweza kani Mungu, kuweza kani Mungu. Na shetani pia ni amu. Anaweza kuwa ni jini na anaweza kuwa pia ni mwanadamu. Shayatinul insi, shayatinul jinn. Kwa hiyo hawa ni viumbe kama tunavyoona aya mbalimbali Mwenyezi Mungu anapokuwa anawaita. Hii aya inaonekana kwamba wao ni mukallafun, wapo ambao wataingia peponi na wapo ambao wataingia kwenye adhabu. Pamoja inaonekana asili ya kizazi cha Ibilisi kwamba wengi ni viumbe wa shari. Asili ya kizazi cha Ibilisi wengi ni washari. Kizazi cha Adam inaonekana wengi ni viumbe wa kheri. Hata ukiona shari iliyopo hii katika maisha yetu, mazingira yao ndio wanaishi vibaya zaidi. Yaani nidhamu ya ubinadamu, maendeleo yao ni makubwa zaidi kuliko ulimwengu wa dunia. Kwa hiyo Allah alikusema ya ma'ashara al-jinni wal insi kisha baada ya kuruhusu minkum kusuna alaykum ayati, na hapa inaonekana katika wale waliozungumzia katika ubora wa binadamu na jini, nani ambaye ni kiumbe bora zaidi kwa ujumla, sio mmoja mmoja. Mmoja ina kama kuunda baya, lakini kwa ujumla dhuria ya watoto wa Adam ni bora zaidi. Na moja katika baadhi ya vipengele ambao wanataka kuzungumzia kutosha kwamba hakuna mtume hata mmoja katika ulimwengu. Mitume wote walikuwa ni miungu watoto wa Adam au dhuria ya watoto wa Adam. Kwa maana hiyo tunapozungumzia katika mfadhala baina al-insi wal jinn, ulimwengu wa watoto wa Adam ni wabuni bora zaidi. Na watawala pia ni wanadamu. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakuletwa jini. Halafu pia wao wanachukua majina yetu na malakab. Aulizwa asema mimi jini Makata. Makata haiko kwao. Lakini ina nguvu hiyo kauli hiyo. Kwamba Makata istiqra yako tuonyesha. Ndio. Si mezoona kwamba mufadhala au sivyo? Mufadhala unatokana na istiqra wal mutandoyo mutaba. Yani hiyo tunaona hivyo. Mpaka aseme ile lugha ya wanadamu ndio atakapoonekana ndiye. Sasa si katika ubora pia mtu ambaye kila akikaa akuiga wewe ni kwamba wewe una ubora kwake. Au semaje? Na hata kingine pia ukiangalia jini, ukiangalia ulimwengu wa binadamu na kushangaa sana. Yaani tunavyoishi. Yaani jini anapokuwa labda anaruka kwa maumbile yake, sisi tumeumbwa haturuki. Lakini sisi wetu tunaruka. Kutokana na akili aliyompa Mwenyezi Mungu mwanadamu. Yaani masafa anayokata jini kwa kukimbia. Mwanadamu sasa anaweza kata hata kumpita yeye. Sababu wako tofauti. Kuna mwingine baada ya kutoka hapa mpaka Apongwe katika njia ya kuruka. Wana njia tofauti, lakini inawezekana mwanadamu naye anatoka hapa kwenda Pongwe kwa njia za kileo na ndege, anaweza kata muda mdogo zaidi hata kuliko yeye. Achana yule ambaye yuko ndani ya mwili, yuko mbali, ukimuita tu ameshafika. Maana inavyoonekana kuna utofauti, ingawa ni ulimwengu ghaibi tunajua. Ikiwa yuko ndani ya mwili, wewe uko Amerika, akitaka tu afike achukue Mungu. Lakini tofauti akitaka kuondoka yeye mwenyewe yaini, unakuwa na tofauti mkubwa sana. Kwa hiyo inawezekana sasa kuna baadhi ya mambo wametuzidi na baadhi ya mambo tumewazidi. Katika fadhila kama uliotaja hiyo kwamba mitume imetokana na binadamu au kutokana mitume na majini, ingawa kuna baadhi ya watu, baadhi ya maulama wanasema huenda kulikuwa na mitume katika majini. Lakini pia ukizungumzia hilo, angalia jinsi walivyokuwa wanafanya kazi wakati wa Nabii Suleiman alayhi salam. Pamoja na yote hayo, naona muda kidogo tu mpaka baada ya mapumziko inshallah
turudi tena hapa. للهدى والناس آي نيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات بينات إنه القرآن حيث المعجزات. مجددا احييكم بتحيه اسلاميه الخالده. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu mtazamaji, tulikuwa mapumziko mafupi, tumerudi tena na anwani ya kipindi chetu ni Albayinat, na alikuwa tupo katika mudakhala kuzungumzia ulimwengu wa binadamu na ulimwengu wa majini, na kuzungumzia ile mufadhala, ubora katika baina ya binadamu na majini. Ilikuwa nukta anayozungumza ni fadhila Sheikh hapa, Sheikh Ali Nasr, naibu mudiri wa markazi Nasr. Ila nilikuwa nasema kwamba angalia hata matumizi yao wakati wa Nabiiullah Suleiman, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwadhalilisha kwa Nabiiullah Suleiman, akawa anawatumia majini kwa wanafanya kazi kubwa sana zenye sawa. Ndio tukazungumzia hayo, lakini mimi sijui nilitaka kuhama hapo, ingawa Sheikh sijui kama alikuwa nilimwona ana mudakhala katika hili. Labda kulikuwa na kitu kimoja, kuna nadharia pengine hata baadhi ya watazamaji washawahi kuzisikia hizi, naam, kwamba Sheikh alizungumza kwamba wana uwezo wa kuruka pengine hapa mpaka Pongwa na nini, na labda hilo itakuwa sasa hivi wamezoea na wanadamu wana vyombo wao wanaruka na wao, na wako watu ambao kuna nadharia kwamba waacha kutumia hivyo vyombo, watu wanatumia tu wenyewe mpango yao wanadamu na akaruka. Sasa kuna ndege zinatunguliwa za kiaina aina, mtu anasafiri hapa mwanadamu kutoka hapa kutumia ungo nini, na nadharia ambazo zimetengenezwa zipo ndani ya jamii, zimeingia. Sio lazima tuzungumzie hizi pia. Na huo ungo kwa ulivyo ni udhaifu sana, maana ikinyesha mvua ungo hauwezi kuruka, ndo anapoanguka na matone ya mvua. Kwa hiyo kwamba upo kweli hizo nyumba ziko ungo kweli? Wallahi labda hiyo ulifutika hapa, lakini kwenye simu yangu kulikuwa kuna ungo hasa na mwanamke. Na Wasudani sheria inakubali kwamba hilo sheria haikubali, si kama wale sufi ambao, yani sisi tunazungumza sio kwamba ni kitu ni halali. Yoyote anayetembea na ungo ni kwamba na yeye ni mwanga, ni mshirikina. Kuna watu wana dua zao za kishirikina wazungumza, au wanaosema kwamba ni mawalii sasa hivi wakafanya dhikiri masufi, enda mpaka yuko katikati, hayuko juu hayuko chini, alafu asoma zile dua, watu wasema ndo kweli huyu wali ni wali mkubwa huyu. Sasa vitu namna hiyo sisi tuwazungumza tu hali zilizoko katika zile yani zile tazwiri zao wanazotufanyia. Kwa hiyo na maana huyu ni katika wale istamtaa baadhi na bibaadhi huyu. Ndio maana ndio maana jana nikasema hivi, istamtaa baadhuna ina mambo mengi sana. Lakini kuna kitu kimoja nimekiona, kama al-Imam Malik rahimahullah ta'ala alizungumzia katika zile fiqhul iftiradiyat, akasema law tara waliyun min al-mashriq ila al-maghrib, law tara waliyun min al-mashriq ila al-maghrib, kama itatokea wali wa Mwenyezi Mungu akaruka kutoka mashariki kwenda magharibi, na alikuwa anakusudia kuelezea jinsi atakavyoswali, aelekee vipi kibla. Nakumbuka wakati tunasoma Sheikh Atiya Muhammad Salim alizungumza rahimahullahu ta'ala nukta hii kuelezea kwamba vipi sasa hivi hilo swala limefikia kwamba watu wanaruka angani kwa ndege. Sasa kikubwa ambacho nilikuwa nataka kugusa kwenye nukta hii ni kwamba inawezekana wali wa kweli wa Allah akaruka. Inawezekana wali wa kweli wa Allah akaruka. Hizi zikawa ni karama miongoni mwa karama, kwamba anaweza akaruka. Kwenye hiki kitabu chao
au kitabu katika Saadati Shafiia cha Mandhuma Matni Zubadi. Lakini bwana ametuacha sehemu kwenye utata asome hapa kwa watazamaji. Ngoja nampa ushahidi, atakuleta ushahidi, nampa ushahidi wa hayo maneno ya uwalii. Nampa ushahidi tu. Wanasema kuhusu wewe walii, wal awliya dhawu karamati rutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Yani mawalii wana karama tofauti nyingi mno kama ni wao walii, lakini tu karama zao hazijafikia kwamba wao wamzalishe mtoto bila kuwa na baba. Baba akipatikana lazima kuna njia imetumika. Lakini mambo mengine yanawezekana. Tuendelee sasa. Sababu ninapofahamu Sasa utamu wa ukata au uendeleze. Kwamba anayeruka au sio na uongo na nini mara nyingi sana, yani au mara zote kuna baadhi ya adhkari na auradi za kujikurubisha kwa jini ili akubebe au toka peke yako, na kuna baadhi ya vitu lazima uwe na hadi nayo ili akurushe. Kwa hiyo wakati mwingine ile utafiti kujisomea sasa kwa kushika kusoma vitu vingi sana, sababu hizo za kuruka hata sisi pia tunazitafuta, sababu barabarani kuna matochi magari mabovu. Sasa hiyo ya kuruka au ya kujiziba usionekane. Sheikh Qahtani, kilichothibiti kwa mujibu wa itikadi sahihi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ithbatu karamati al-awliya, kuthibitisha karama kwamba mawali wanafanya vitu si vya kawaida wakati fulani, kwa sababu karama ni amrun khariqul lil'ada, jambo ambalo si la kawaida. Miongoni mwa hizo ambazo zinaonekana kwa maneno haya ya Imam Malik rahimahullah, Imamu Ahli Sunna wal Jamaa, katika kitabu chake nafikiri Al-Muwatta, ameandika kwamba yawezekana ikitokea, iwapo itatokea wali akaruka kutoka mashariki mpaka magharibi kwa ndege. Haiza karuka kawaida, lakini shaka katika fiqh iftiradiyati walivyosema tutaguzi wako na sasa iftiradiyati ya sawa, ni iftiradiyati, lakini yumkin yaka kwa sababu hata alisema qala alladhi indahu ilmu min alkitab anatika bihi, kaomba ndio kitika leo kwamba kuruka kwa sababu lakini katika maana ile katika miujiza ya Islam moja kuwa na mikubwa zaidi, lakini yule hakuruka, hiyo dua aliomba akaletwa pale na yule yule ilikuwa ni karama ile. Tunaona kwamba maisha yao hayana ule Uislamu wenyewe. La, sasa hatuzungumzii hao sisi. Sisi tunazungumzia hao mawali wa kweli. Ala inna awliya Allahi la khawfun alladhina madha wana sifa zao. Sasa naam. Naam. Tafiti kiangalia au wasomi wanawazuoni hatujapata historia za mwanachuoni mkubwa ambaye ilikuwa ni ruka. Yani hiyo kuruka mashariki na magharibi. Unakuta kwamba hata masahabi wakitembea kwa miguu. Hata mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Hata mitume Allah kawakunjia ardhi. Ndio Ibrahim atoka Sham na kwenda Kimaka kumwangalia mwanae alafu anarudi. Wamekunjiwa ardhi. Lakini kwamba kupata katika historia kwamba kuna mmoja katika mtu ambaye alikuwa na salaha, alikuwa katika manhaji nzuri, alikuwa anaruka. Pamoja hawana karama, lakini ukweli mimi sijaamini. Na basi inawezekana tukabaki katika hii nukta kwamba hii ni mambo ya iftiradhiyat, na inawezekana ikawa ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala amesema kwamba amefanya jambo kama linaweza likatokea, au katika sura ile ambayo tunasema hivi sasa kwamba kuna ndege sasa tunaweza katoka mashariki mpaka magharibi kwa muda mfupi. Yote kwa yote ni hayo, manake babu karamati al-awliya kwa hakika ni mlango mpana na mengi kwa hakika. Ukijaribu na hofu zaidi tulikataa kwa sababu ilisije likawa pana, maana wale kwamba kuna yule shehe anaruka yule bwana, shehe rocket yule shehe rocket anaruka bwana. Kwamba hizi karama wamezitumia vibaya, kwa sababu shekhi kama anavyoeleza anaeleza karamati sharia. Sasa wao karama wanazichukua umuma, hata hao wanaotumia nyungo sihiri uchawi na nini anahesabiwa kwamba ni katika karama.
ambayo si karamu. Moja sio hivyo, Zikimkuta juu angani aweza akaanguka. Kwa mfano hao majini wana tabia ya kujibadilisha, awe farasi awe punda. Sasa punda huyo unapunda toka lini aruka, na hata kuwa mbwa wala azun wala utara, basi ndio hivyo. Sasa aruka naye bwana, akaambiwa panda kwenye farasi, wamuona mtu yuko ndani anajifarasi, kumbe ni jini. Sasa akiwa na safari zake enda, kumbe amrusha juu. Sasa ndio hivyo. Sasa hizi si katika karama, hizi ni katika mambo ya sihri ambayo ni ukafiri, mambo lakini sasa naona katika hii tuendelee tumbele kidogo tukiachana na hilo. Wa gharratuhumul hayatud dunya, hii aya inakaririwa sana wakati Allah subhanahu wa ta'ala anapowaasa wanadamu kwamba haya maisha ya dunia, wanadamu wajua na kawaida ya kuona kile anachokiona ndicho anachoona ndio hiki. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anapomwambia kuna kilicho bora kuliko hiki, ni wachache wanaoelewa, wanaona kwamba hapana bana. Ndio maana wengine walikataa kabisa, akasema kwamba ma hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa nahnu bimab'uthin, maisha ni haya dunia tu, wasitokujua. Ni kukataa kwamba hakuna maisha mengine zaidi. Kwa hiyo dunia ndio inayopelekea kuweza kuangamiza watu sana. Kwa hiyo tunamwambia watazamaji jamani kwamba dunia tuiangalie sana, na ni kitu ambacho ndicho kitakacho kutufanya sisi tukapotee au tukaweza kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia ndio kitu ambacho dunia watu wanauana kwa dunia. Yaani alafu kuna watu kwa mambo ya kidunia aweza akafanya lolote. Aweza kuwa hata kama swali lakini kumbe vile anavyosema sivyo alivyo. Yuko nyuma na vile, na aweza akaenda kufanya neno kwa sababu ya dunia. Yaani dunia ni kweli wagharatu. Kwani kinachokufanya kumuona mwenzako ana hali nzuri ukaona umzunguke kwa hali yoyote. Leo kuna matukio yametokea kwa sababu ya watu kupenda dunia. Wamekwenda wote kufanya kazi, lakini mwenzake ana hali nzuri, atakafanya jambo zuri nyumbani kwao, aona bora ammalize, au chakula mtilie sumu. Yote ni dunia. Na mimi katika jambo ambalo napenda kulizungumza sana, sio mrefu sana, maana kuna kitu mpata yani watazamaji wengi sana. Ogopa kadhia ya riziki, yani kumsababishia mzako maudhi, kumsababishia mzako wakati mwingine riziki yake kuwa na usumbufu au kumwachisha kazi. Kwa sababu riziki ile ambayo anaipata nyuma yake kuna watu wengi sana. Kuna mzazi, kuna watoto, kuna watu walikuwa akiwasaidia, kuna watu wengine kuna mayatima. Sasa wewe uikatisha ile riziki na sio kuisababisha, kwa sababu wewe huwezi kuua, lakini ukifanya mubashara na kana wewe umeua. Wale riziki huwezi kuika, lakini ukafanya baadhi ya mambo ukawa umesababisha. Ilikuwa jambo mwenyewe Allah shalipanga. Unabeba ule mzigo mkubwa, na inawezekana wale viumbe waliokuwa kule nyuma kawa ni sababu ya kupata matatizo makubwa sana bila kujua, kwa sababu ya kufanya adha kwa watu wengine ambao inawezekana ya kuna mambo mengine. Usimwangalie mtu mmoja, angalia nyuma yake kuna watu wangapi, kuna watu wajali. Na hiyo lakini lazima iwe kwenye pande zote mbili, kwa sababu mtu asifanye mambo ambayo yanaweza akasababisha yeye kusababisha matatizo. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan, familia asisababishe matatizo. Ya, sasa ndio maana tunataka tuyazungumzie katika sura hiyo, kwa maana kwamba lazima mtu mwenyewe pia achunge mipaka, si ikatokea la kutokea kasababisha kuwadhuru watu wa nyuma, kwa sababu amechezea kadhia riziki kama alivyogusa Sheikh. Kwa hiyo avumilie yale maudhi, hakikisha kwamba anatengeneza, anafanya kazi vizuri, na hiyo gharratumul hayatu dunia, kwamba sisi tuipenda mno. Sasa Mwenyezi Mungu atupunguzie jamani, pamoja na kupenda tuiangalie akhera. Allahu Akbar. Ndugu yangu mtazamaji, kipindi tumefikia mwisho, lakini biidhnillah taala kipindi kinachokuja
nazungumzia tabia za Waarabu, na nadhani mashaka tutawaambia kwa kuanzia kwenye aya ngapi, lakini ni kipindi kizuri sana kama kipindi ambacho tunaenda kushiria. Na pia nashukuru Sheikh Ali Naso kwa kuweza kutetea masuala ya kuwa na uoma. Mashaallah, na inshallah kipindi kinachofuata tutaanza aya ya 136. Na tutaacha kuwashukuru wale ambao wamekaa na kupoteza, na sisemi kupoteza muda, kuutumia muda huu kwa kupata faida na mashekhe hawa tulionao katika tafsiri hii nyepesi na fupi kwa ajili ya faida katika mwezi wetu huu wa Ramadhani, wakawa wanafaidika zaidi. Na mwisho nichukue fursa kuwashukuru wasimamizi wa kipindi hiki, wakiwemo wapiga picha, wasimamizi, wafadhili waliosimamia kulisimamia jambo hili mpaka likafanikiwa. Allah awalipe kila la kheri. للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات. بينات إنه القرآن حيث